kila mtu na malengo yake, kila mtu na mipango yake. Sasa tunaposema mipango au malengo ni nini? Tunaposema mipango au malengo ni vile vipaumbele au mambo fulani hivi ambayo umepanga wewe kwa wakati fulani hivi ili yaje yakamilike kwa wakati fulani. Yaani ni vitu ambavyo wewe umepangilia vije kutokea kwa wakati gani, au vije kutokea kwa muda fulani, na huku ukiweka juhudi zako. Mfano, labda mimi nina malengo ya kumiliki gari eza la milioni 300, milioni 400. Hiyo ni mipango yako na ni malengo yako, lakini ndani ya muda gani? Manake hiyo tena ni nini? Manake malengo au mipango yako lazima uwepe kiwazo lako pamoja na muda wako, kwamba mimi nataka nimiliki gari la milioni 300 eza ndani ya miaka 10 ijayo. Pia malengo yamegawanyika katika aina ngapi? Aina 3. Aina ya kwanza ni malengo ya muda mfupi, aina ya pili ni malengo ya muda wa wakati, alafu malengo ya aina 3 yanaitwa malengo ya muda mrefu. Tunaposema malengo ya muda mfupi, haya ni malengo gani? Kwanza, malengo ya muda mfupi ni malengo ambayo kiufupi ni ya muda mfupi kama vilivyo, lakini mara nyingi ndani ya siku, wiki, miezi au mwaka mmoja tu, au mwaka mmoja na nusu. Au ni malengo ya muda mfupi. Lakini malengo ya muda wa kati au malengo ya kati ni malengo ambayo yanachukua kuanzia miaka 2 mpaka miaka 4, yani au ni malengo ya muda wa kati. Lakini malengo ya muda mrefu hii ni aina ya malengo ambayo mara nyingi yanachukua muda mrefu kwenye maisha yako. Unaweza ukapanga kitu kiweze kutokea kwenye maisha yako takriban miaka, kuanzia miaka 5, 6, 7 hadi na kuendelea, wote utakavyopanga wewe, lakini malengo yapo ya aina 3: muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Sasa malengo haya unaweza ukapanga kulingana na vitu vyako unavyopenda au vitu fulani ambavyo unapenda kupangilia kwenye maisha yako. Sasa namna gani upange malengo yako? Namna gani upange malengo yako? Unaweza kupanga malengo yako kwa njia mbalimbali. Eza kwanza kwa kuandika malengo yako, kwamba mimi natamani nipange malengo yangu haya nifikishe miaka hii, niwe ushaandika malengo yako. Hivyo sasa unaweza ukapanga malengo yako eza kwa kuandika. Pili, kwa kupitia watu mbalimbali, yani unatafuta mtu ambaye yeye kifupi anauelewa na maisha, kwamba kweli nifanye hivi au nisifanye hivi. Unatafuta mtu au unatafuta mentor, coach, whatever utakavyofanya, lakini atakusaidia kupanga malengo yako. Hivyo unaweza kupanga malengo yako kwa kuandika mwenyewe binafsi, kwa kufikiria mwenyewe, baadaye unaandika malengo yako. Baada ya hapo unaweza kupanga pia malengo yako kwa kutafuta mtu ambaye ana experience, ana uzoefu na maisha fulani. Mfano, labda wewe ni mfanyabiashara. Sasa mfanyabiashara huwezi ukafanya malengo hivyo hivyo peke yako tu, kwamba from nowhere ukafanya tu malengo peke yako. Lazima utatafuta watu ambao wana uzoefu, ambao wana experience, kwa kuja kukusaidia wewe, kwamba kweli mimi nataka nilime kiweza nifanye biashara ya kuku, iza niuze mayai, nini uteko. Kwa utatafuta yule aliyekuwa na uzoefu aje akusaidie kwenye maisha yako au kwenye shughuli zako za biashara. Hiyo ni namna ya kutafuta nini, namna ya kufanya malengo yako au namna ya kutengeneza malengo yako kwenye maisha yako. Pia kitu ambacho tunaweza kusema, namna nyingine ambayo unaweza kutengeneza malengo yako ni njia hii yako, kwamba unakuwa peke yako kabisa. Yani kuna ndoto fulani unaota mwenyewe, kwamba yani kama unaota kwamba upo kwenye ndoto au upo kwenye jumba fulani bila kifahari. Sasa ile kitu ambacho unafikiria mwenyewe au ulikuwa unawaza peke yako au ulikuwa unaota peke yako, sasa ile ukiamka tu asubuhi